kazi utakayokwenda kuifanya ni kazi ya kawaida tu. Yaani ni simple. Sipa. Ni kazi ya kuua. Dada, haya ndo maisha yanayonistahili kwa sasa. Kwa naomba tu uweze kuniacha. Sikia mdogo wangu, mimi siwezi kukuacha kwenye hali hii. Hivi unafikiri wazazi wetu walipo huko wanajisikiaje? Mimi niwe na furaha alafu wewe upo unahangaika. Siwezi kuwa na amani hata siku moja. Na kwa haya mazingira, hivi ukiitiwa mwizi, naomba twende nyumbani. Mdogo wangu, haya mandazi yanakutosha? Dada, kusema ukweli tu, kwa njaa nilionayo, haya mandazi ni madogo. Pole sana mdogo wangu. Naelewa na ndio maana nimekuuliza. Basi chukua na haya, uongezee ili ule ushibe. Furaha yangu kukuona umekula umeshiba. Sawa mdogo wangu? Hapa at least kidogo enda naweza ngapunguza njaa. Mdogo wangu, unaenda wapi? Kaa chizi vile. Yaani unaona nishabeba kibegi changu. Na unaona natoka katika geti lako. Sasa unachoshangaa hapo nini? Mimi naondoka, siwezi ngakaa na wewe. Unajua tangu mwanzo mimi nishakwambia wewe sio ndugu yangu ila ni shobo zako tu. Sikia Nasla, sitaki shobo dundu. Nishapata kazi, sina muda wa kukaa na wewe. Sijui unaelewa? Yaani kujitilisha huruma yako ndo kunifanya mimi nirudi hapa. Ile singekuwa hivyo, mimi ningekaa mtaani, alafu mimi mtaani ningekuwa kontawa. Wewe ndo shobo zako kunifuata mimi mtaani. Sasa sikia, naondoka. Sitaki ndugu na wewe, sitaki unifuatilie kwa lolote lile. Asante, umeelewana nasi. Siba mdogo wangu. Kweli yani leo hii unanifanyia haya. Ujikumbuke hata nilichokufanyia. Umenifanyia nini mimi? Kumbuka nilipokutoa. Ujui maisha uliyoyapitia kabla ya kuja hapa kwangu. Umenitoa wapi? Kumbuka pale nilikuwa nimejiegesha tu. Mimi nilikuwa na sehemu yangu ya kulala nzuri tu. Shobo zako kunifuata, mdogo wangu. Sikia wewe, sifagilii mimi maisha kama haya. Sasa mimi sio kuishi maisha kama haya. Unachokuomba ni kitu kimoja. Achana na maisha yangu. Tusitafutiane mabaraka kabisa. Sikia nikwambie Sifa mdogo wangu. Bado nakuhitaji. Mdogo wangu mimi nakupenda. Unaenda wapi huko? Tena unaenda kurudi kwenye majanga tena. Kumbuka hata hiyo kazi unaenda kufanya, mimi ndiye niliyekutafutia. Sikia wewe. Yaani mimi hata usingenitafutia kazi ningepata hapa mjini. Tatizo lako shobo tu wewe. Sikia, sina muda wa kupoteza hapa. Naondoka. Mkondo unaenda wapi? Mama. Si nimekuaga pale, naelekea kazini. Sio unaomba kwa naniacha mimi na nani? Mke wangu. Huu ni muda mihangaiko. Sasa nikibaki hapa nyumbani nafikiri tutaishi vipi? Acha nikakulange huko ili tuone mnafanya vipi. Mwanangu, mimi kuna kitu najisikia kufanya, hapo ndo tiba yangu. Yaani sina mke wangu. Na maana usiku wote ule Mwanangu, mimi najisikia kunipa kopa lako. What? Kopa langu? Ilikuwa serious bwana. Vua basi nguo mimi ninuse. Hapa. Kiwangu, hapa nimechelewa. Natakiwa niende huko nikapambana. Sasa tena habari za kusana makwapa. Ndio ujauzito unakufanya wewe hivyo. Mwanangu bwana, vua. Ana mambo nilikuwa nasikia tu kwa tundamani. Sasa leo ndio anakuwa kwamba mtu ndio alikuwa serious bwana.
Hebu niache niende kazini. Sitaki, vua bwana. Koko serious? Bwana vua. Ukiona? Jamani uko serious hivi? Basi bana. Acha niende kazini. Vua basi shati. Hata ukishanusa ndo nini? Vua. Nitabu kwa huyu. Acha bana. Nitekenya ujue. Tunza bwana. Usiona nisikiaje? Mr. Mponda, nimesikia mke wako anajisikia vibaya. Kwa nimemletea ndimu. Kakaangu, nakuomba umlinde mdogo wangu, maana furaha yangu kubwa kuona mdogo wangu akiwa na amani. Hivyo basi nitajivunia sana kuona mdogo wangu akiwa na furaha katika maisha yake. Sawa, nimekuelewa, lakini wakati namchukua Sifa tuliongea bila shaka na kila kitu tukiweka sawa, kwa maana kwamba anakuja kuanza kazi. Sasa kama utakuwa kila siku unamfuata, anaweza kufanya kazi kweli? Naomba nisikilize kwa makini. Kuanzia sasa usiwahi kuja tena bila taarifa. Kama una shida yoyote nipigie simu, nitapokea na utaeleza shida yako. Unaweza kwenda. Unamaanisha nini kakaangu? Unaweza kwenda.
Inga. Samahani lakini kuna kitu naomba nikuulize. Regina wa sasa hivi na wa zamani. Unamwona ni tabia yake sasa hivi na the way jinsi alivyokuwa zamani. Kiukweli toka mwanzo alikuwa na kisirani, lakini kwa sasa naona kimezidi. Mimi naona kwa sababu ya huo ujauzito wake. Maana muda mwingine simuelewi pia. Naweza akacheka hapo hapo afu baadaye akabadilika. Kwa mimi naona tu pia na wewe pia umzoee kama mimi nilivyomzoea, wala asikupe tabu. Kwa hiyo mchukulie tu hivyo hivyo na mdogo wake. Wenyote. Nipishe. Nini nipishe nyanyoka? Kapoya, hivi kwa nini umekuwa mwenye kunifuatilia sana kwenye maisha yangu? Unataka nini kutoka kwangu? Nikwambie tu kitu kimoja. Hilo jambo ambalo unalifanya kwangu, naomba ulisitishe. Na tena uliache mara moja. Sijui utakuwa umenielewa. Mimi nafikiri una shughuli nyingi sana za kufanya. Huu ndo wakati sasa. Jibidishe na ujishughulishe na mambo yako. Umetumia muda mwingi sana kunifuatilia, lakini umeishia kuferi tu. Uoni kama ni ngumu kushindana na Mponda? Kubali Mr. Kapoya kwamba umeshindwa. Hii vita huiwezi. Tatizo lako ulimchukulia Mr. Mponda ni mtu wa kawaida tu. Unaweza ukafanya kile ambacho unachokihitaji kwake, lakini imekuwa tofauti. Na ndio maana imekuchukua muda mrefu sana kukamilisha mpango wako. Mr. Kapoya, ulikuwa na watu wengi sana nyuma yako, lakini mpaka sasa wameshakukimbia. Unahangaika kutafuta watu wapya.
utapoteza gharama zako bure. Achana na maisha yangu. Hebu ngoja. Nilitamani sana nikuache na maisha yako. Nilifikia hatua nikakata tamaa. Nikiamini kwamba huna hatia. Kumbe sivyo. Nilikuwa najidanganya. Kwa kuwa nimegundua ni wewe. Bato inaendelea. Kwa maana kwamba vita imeanza upya. nakupenda sana दिल मेरा wewe tu nilipokuona baby moyo ulidunda mapenzi ya ghafla nikawa nauguza तेरी आँखों में nikaona dunia wewe ni malaika wa maisha yangu pia ukicheka najikuta napagawa penzi lako baby linanichanganya usiku kucha nawaza sura yako meri jana siwezi acha mapenzi yako kuchi kuchi baby nakupenda dili yangu yote ni yako mrembo habibi wangu usiniache teri mohabbat limenigusa moyo kuchi kuchi hota hai nikikuona moyo wa dance nakuhitaji karibu na mimi my sweetie jan romance